Nipa kuweza kufika mahali hapa, na ninamshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele zenu, watu wa Mungu wa samani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tutaenda kwenye neno la Mungu. Kuna neno ambalo Bwana amenipa niseme nanyi jioni ya leo, na ni kwa ajili yetu sisi sote ambao tunaosikia. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao watakuwa wana Biblia, fungua pamoja nami kitabu cha Injili ya Luka sura ya 10 mstari wa 17 mpaka wa 20. Kitabu cha Injili ya Luka sura ya 10 ule mstari wake wa 17 mpaka wa 20. Nitasoma neno la Mungu. Biblia inasema, ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wazuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alibariki neno lake. Jioni ya leo nataka nizungumze maneno machache mbele zako, mtu wa samani. Neno ambalo Mungu amenipa jioni ya leo nizungumze mbele zako, kichwa cha somo kinasema kushinda nguvu za giza. Kabla sijazungumzia nguvu za giza ni kitu gani, na sijazungumza namna ya kushinda nguvu za giza, natamani nianzie mbali kidogo ili upate kunielewa maneno haya ya uzima. Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu alimweka katika bustani ya Edeni. Akamwagiza akasema ailime pamoja na kuitunza. Akampa majukumu, lakini akamwambia, ule mti ulioko katikati ya bustani usile wala usiguse, maana siku utakapokula utakufa hakika. Na Mungu wakati anamuumba mwanadamu aliumba vitu vyote kwa siku 5. Ile siku ya 6 Mungu akamalizia kwa kumuumba mwanadamu. Nini Mungu alichokuwa anamaanisha? Mungu aliandaa mazingira ambayo mwanadamu atasimama, ataketi, ataenenda katika njia za Mungu. Lakini mwanadamu alikosea. Nini kilichomsababisha mwanadamu kukosea? Pia napo nianzie mbali kidogo. Kwa mjibu wa Biblia, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu alikuwako tangu milele yote. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Mungu hajawahi kuanza. Mungu hajawahi kuanza. Inawezekana likawa neno gumu kwenye maisha yako ninaposema ya kwamba Mungu hana mwanzo. Maana yake wanadamu ndio tuna mwanzo na tuna mwisho, lakini Mungu alikuwako tangu milele yote. Na kwa sababu yeye alikuwako tangu milele yote, ikafika wakati Mungu akawaumba malaika ili waweze kumtukuza. Lakini katikati ya malaika mmoja wa sifa akakengeuka, ambaye kwa jina la mwanzo alikuwa anaitwa kwa jina jingine. Lakini alipokosea ndipo tukaanza kumuita Shetani pamoja na Ibilisi. Lakini yule alikuwa ni malaika wa sifa. Kwa mjibu wa kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 9 mpaka wa 14, kinaelezea ya kwamba jinsi ambavyo ilivyoanguka nyota ya alfajiri, sawa na kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 28 mstari wa 14. Anaeleza kwa kutumia mfalme wa Tiro, lakini alizungumza kwa habari ya Shetani. Shetani alipokosea, kwa mjibu wa kitabu cha Ufunuo sura ya 12, yote kinaelezea vita ambayo iliyopigwa mbinguni kati ya Shetani pamoja na Mikaeli na malaika zao. Mikaeli akiwakilisha jeshi la mbinguni, Shetani akiwakilisha jeshi la waliomwasi Mungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba Shetani akapigwa na mbinguni akafukuzwa, wala hakuna mahali ambako ilionekana na sehemu. Biblia inasema akatupwa katika nchi
Maana yake ni nini? Nisikilize nikwambie maneno haya uzima. Maana yake shetani alikuwako katika nchi kabla mwanadamu hajakuwako duniani. Ndio maana Biblia Mwanzo 1:1 inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilitulia juu ya uso vilindi vya maji. Anaposema giza, hamaanishi giza kwa hali ya kawaida tu, lakini giza kama shetani pia, ambaye alikuweko duniani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana alipoasi mbinguni akatupwa chini, na kwa sababu alitupwa, Mungu akaweka msingi wa kuja kumwokoa mwanadamu kabla mwanadamu hajaumbwa. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo sura ya 13 ya kwamba Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nisikilize nikueleze maneno haya. Biblia inaonyesha kwamba shetani alipotupwa, Mungu akamumba mwanadamu ambaye angetakiwa kumpa Mungu ibada, na Mungu alimumba mwanadamu, anasema kwa sura na mfano wake. Lakini unaweza kujiuliza swali jepesi, ikiwa Mungu alimumba mwanadamu kwa sura na mfano wake, je, na wewe ni sura ya Mungu? Mungu hakumaanisha sura hizi ambazo tunazoonekana tulizonazo kwa macho ya nyama, lakini Mungu alitaka kuzungumza kwa habari ya sura, kwa maana ya utu wa ndani. Maana yake alipomumba alimwekea utu wa ndani ambao unaofanana na Mungu halisi. Ndio maana akamwambia amemweka kwenye bustani ailime na kuitunza, lakini akampa ibada akawa anaabudu. Lakini mwanadamu akapoteza ile ibada. Alipopoteza ibada, maana yake akakubali kushawishiwa na shetani na kudanganywa. Baada ya hapo, mwanadamu akaingia katika mikono ya shetani, akaanza kutumikishwa. Ndipo ambapo somo nikalipata linasema kushinda nguvu za giza. Maana yake mwanzo mwanadamu alikuwa anamshinda shetani, ambaye shetani ndiyo giza. Lakini mwanadamu alipotenda dhambi, akaanguka kutoka katika neema ya Mungu, akaanza kutumikishwa katika giza. Maana yake tayari akaanza kutumikishwa pamoja na nguvu za shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie maneno haya. Dunia hii ambayo Mungu ameiweka wanadamu wanaishi, dunia haihitaji watu wazembe. Dunia inahitaji watu walio na mamlaka. Haijalishi mamlaka ya aina gani, lakini wenye mamlaka ndio ambao wanaoweza kumiliki duniani na kutawala. Ndio maana, sikiliza, nataka nikwambie, asikudanganye mtu yoyote. Hayuko tajiri duniani yoyote yule ambaye hafanyi ibada, hayupo. Kwa sababu kwa msibu wa Biblia inasema ya kwamba mali pamoja na utajiri ni vitu ambavyo Mungu huwaga anawapatia watoto wake. Pesa na dhahabu ni mali yake. Lakini shetani wakati anamjaribu Yesu, kitabu cha Mathayo sura ya 4 na Injili ya Luka sura ya 4, anasema ya kwamba vitu vyote vilivyoko duniani ni vya kwake, na yeye humpa yeyote amtakaye. Maana yake alimtaka Yesu Kristo mwana wa Mungu ampigie magoti, amfanyie ibada ili ampe vitu vile. Lakini Yesu akakataa, akasema imeandikwa, mwabudu Mungu yeye peke yake wala sio mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Lakini kwa sababu watu wamedanganyika, wameacha kutafuta nguvu, wameacha kutafuta mamlaka, ndio maana maisha yamekuwa ni ya hofu, yamekuwa ni ya mashaka. Watu wengi wapo katika hali ya hofu, wapo katika hali ya mashaka, wapo katika mateso. Lakini sikiliza, nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu amenipa neno akasema nikuletee nikufundishe kushinda nguvu za giza. Na nguvu za giza ni kitu gani? Nikianzia hapo, ninaposema nguvu za giza, ninachomaanisha ni mamlaka pamoja na uwezo
wa shetani pamoja na watumishi wake wote alionao. Ndicho ninachokimaanisha. Nguvu za giza maana yake ni mamlaka ya shetani na uwezo wake pamoja na vibaraka wake, ikiwemo wachawi, ikiwemo waganga, ikiwemo mawakala wa shetani, ikiwemo mapepo, ikiwemo mizimu ya makabila yote, ikiwemo wakuu wa anga na wakuu wa giza, pamoja na wale ambao wanaofuga majini. Ukijumlisha vyote ndio unapata maana ya nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Sikiliza, nataka nikwambie jioni ya leo, nikwambie mtu wa eneo hili ya kwamba unahitaji kushinda nguvu za giza ili uishi kwa amani duniani. Hakuna mwanadamu ambaye atakayeishi kwa amani katika ulimwengu huu pasipo kushinda nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hakuna mwanadamu ambaye atashinda kwenye ulimwengu huu kama hajashinda nguvu za giza. Hayupo. Kwa nini nasema hayupo? Maana yangu ni kwamba, nisikilize, nataka nikwambie, Mungu ameweka katika mamlaka yake ya kwamba wanadamu wawe na nguvu ili waweze kumiliki. Sikiliza, Biblia inasema shetani alipoanguka katika ulimwengu huu, akaja akaketi, akatawala. Mwanadamu anapokuja duniani inahitaji mamlaka ya kuweza kumshinda huyo shetani ili aweze kumiliki. Kama hajafanya hivyo, maisha yake yatakuwa ni ya hofu, ni ya mashaka, ni ya mateso, kwa sababu yupo chini ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nikupe mambo machache. Jambo la kwanza nataka nizungumze kwa ufupi. Kwa nini tushinde nguvu za giza? Jambo la kwanza, tunashinda nguvu za giza ili tutoke katika utumwa wa dhambi. Nataka nikwambie, dhambi yote ile inayotendeka duniani, yoyote ile unayoifahamu, chanzo chake ni shetani. Nataka niseme neno moja. Inawezekana mara nyingi zaidi imefika wakati watu wakatenda dhambi wakachukulia ni kawaida. Haijalishi wako nje ya kanisa, haijalishi wako ndani, lakini wakatenda dhambi ikafikia sehemu wakaenda mbali zaidi, wakakosea. Wanaporudi kutubu, wanamwambia Bwana nisamehe kwa sababu nimetenda dhambi kwa bahati mbaya. Hakunaga kitu kinaitwa bahati mbaya kwa Mungu. Hamnaga kitu kinaitwa bahati mbaya kwa Mungu, kwa sababu dhambi yoyote anayoitenda mwanadamu, maana yake kwanza alifikiria kwenye akili yake. Jambo la pili, akachukua uamuzi wa kwenda kuifanya. Nitumie mfano mbaya mmoja. Mtu anapofikiria kwenda kufanya zina, jambo la kwanza alifikiria, akamwona mtu akamtamani, jambo la kwanza. La pili, akafanya maamuzi ya kwenda kumpelekea maneno yake, akayapeleka. Jambo la tatu, akafanya uamuzi wa kupanga sehemu waende wakakutane, na wakakubaliana ya kwamba tutaenda sehemu gani. Baada ya pale ikawezekana wakalipia na pesa, wakakubaliana. Lakini haishi hapo. Wanapanga na siku na tarehe mpaka na muda, na wanaenda, wanafika. Baada ya pale wanavua na nguo, bado ni bahati mbaya. Haiwezekani. Sifiwe tena. Sikiliza, nataka nikwambie jioni ya leo ya kwamba dhambi yoyote ile mwanadamu anapokamatwa anakuwa yupo chini ya utumwa. Tunaposema tushinde nguvu za giza, maana yake ni kwamba tunataka tutoke chini ya utumwa wa dhambi. Sikiliza, nataka nikwambie, dhambi ni utumwa. Kitabu cha Warumi, Paulo anafundisha, Warumi 7:15, anasema ya kwamba liko jambo ambalo ninalotamani nilifanye, lakini sipate kulitenda, ila ninalolichukia ndilo ninalolifanya. Akasema ya kwamba kumbe nimegundua sio mimi peke yangu, ila ni dhambi
ikaayo ndani yangu. Kumbe ndani yake akasema aliko neno jema. Alikuwa anajaribu kuwafundisha Warumi ya kwamba kuna mambo ambayo walikuwa wanayatenda, wanachukia mioyoni mwao, lakini ilikuwa imeshindikana kuyaacha. Akasema ya kwamba sio wenyewe, lakini kuna dhambi ikaayo ndani. Tunaposhinda nguvu za giza, maana yake tunatoka katika utumwa wa dhambi. Dhambi ni utumwa, mwanadamu hataki kataa. Dhambi ni utumwa kwa sababu wako wanaolewa pombe, lakini pombe zikiisha wanaanza kulia. Baada ya siku mbili akipata pesa tena anaenda kulewa tena. Mwingine anazini, akimaliza kuzini analia machozi, lakini akimaliza kesho atadanganyika tena atafanya. Mwingine anaangalia picha za ngono, akimaliza anatoa machozi, lakini kesho ataangalia tena. Mwingine anasema uongo, baadaye analia, lakini kesho atasema tena. Sikiliza, nataka nikwambie, ule ni utumwa. Tunaposhinda nguvu za giza, tunatoka katika utumwa. Mshangilie Bwana. Nataka nikwambie, dhambi ni utumwa. Dhambi ni utumwa, haiko katika matakwa ya mwanadamu. Inawezekana kuna jambo unalichukia kwenye maisha yako, lakini kila wakati unalifanya, lakini ukimaliza kulifanya unalia machozi, unatoa machozi, lakini baada ya pale kesho unarudia tena, unasema ni kitu gani? Sikiliza nikwambie, Paulo alifundisha katika Wagalatia 5:16 mpaka 23, akasema endeni kwa roho, hamtatimiza tamaa za mwili. Akasema mwili pamoja na roho huwaga vinashindana, wala hamuwezi kufanya mnayotaka. Kuishinda dhambi ni vita. Unahitaji nguvu za Mungu ili utoke katika utumwa wa dhambi. Tunaposhinda nguvu za giza, haiwezekani ukasema nimemshinda shetani. Wewe ni muongo. Haiwezekani kusema wewe umemshinda shetani huko ni mzinzi. Haiwezekani kusema wewe umemshinda shetani lakini una hasira, unapiga mke, unatukana mme, una hasira nyingi sana kwa sababu shetani amekukamata katika utumwa wa dhambi. Jioni ya leo Baba ameniambia nikwambie kwamba unahitaji kushinda nguvu za giza. Unahitaji kushinda nguvu za giza ili utoke katika utumwa wa dhambi. Sikiliza, nataka nikwambie, kuingia kanisani, kuabudu na kutoka pasipo kushinda nguvu za giza haitakuletea matokeo. Haitakuletea matokeo. Swali moja kubwa ambalo tunaweza kujiuliza ya kwamba enzi zile za baba zetu, kina mzee Lazaro, kina mzee Kulola na wengine, walikuwa ni wachache, lakini Tanzania ilisikia neno la Bwana kwa viwango vikubwa. Walikuwa wainjilisti wachache, lakini leo tuko wainjilisti wengi, lakini hamna matokeo. Enzi zile waliosali walikuwa wachache. Wakati mwingine ukijitambulisha kwamba umeokoka, watu wanakucheka. Dini ya watu wanaolia, wanakushangaa. Wengine walipigwa, wengine waliuawa, lakini kanisa lilikuwa na nguvu. Lakini leo ni jambo la kushangilia kwamba watu wengi wamo makanisani, lakini kadiri idadi inavyoongezeka ndivyo kanisa linachoka, linaelemewa, limeshindwa na nguvu za giza, limeshindwa na nguvu za giza. Ni jambo la aibu, la ajabu kukuta Mpentekoste anakaliwa na wachawi, analaliwa na wachawi. Ni jambo la aibu, Mpentekoste aliyeokoka anachanja chale usiku, anaamka amechanjwa. Ni kwa nini? Ameshindwa na nguvu za giza. Sikiliza, nataka nikwambie, hata biashara yako kuna muda haiendi kwa sababu nguvu za giza zimekushindwa. Kila biashara umejaribu lakini imeshindikana. Ukajaribu vitu fulani ikashindikana, ukasema sasa hivi
ni soko ya hizo la nyanya, ukalima, lakini ulipoivisha soko likafa. Ukageukia kwenye vitunguu, wa mama wakasema ya kwamba sasa hivi ni soko la vitenge. Akageukia kwenye vitenge, lakini alipochukua soko likafa. Akageukia kwingine, kilo ulipogeukia mambo yalishindikana. Sikiliza nikwambie, hata kama mambo yameshindikana kiasi gani, ukipandisha viwango vya kushinda nguvu za giza, lolote utakalolifanya litafanikiwa. Maana Bwana anasema atabariki kazi ya mikono ya watu. Amesema atabariki jambo gani? Amesema kila kazi ya mikono utakayoshika itabarikiwa, lakini biashara hasibarikiwi. Maana watu wameshindwa na nguvu za giza. Familia zimekaa vibaya, ndoa ziko vibaya, mambo hayaendi kwa sababu watu wameshindwa na nguvu za giza. Wameshindwa na nguvu za giza. Ni jambo la kushangaza kwamba kanisani eti kuna mchawi. Ni jambo la ajabu, ni kushindwa na nguvu za giza. Sikiliza, nataka nikwambie jioni ya leo, unahitaji kushinda nguvu za giza ili mambo yaende. Unahitaji kushinda nguvu za giza ili mambo yaende. Shakaina mande. Jambo la pili, tunashinda nguvu za giza. Tunashinda nguvu za giza ili tutoke katika mateso. Sikiliza, nataka nikwambie, mateso mengi yaliyoko duniani, machache Mungu anayaruhusu, lakini mengi ni kwa sababu wanadamu wameshindwa na nguvu za giza, wameshindwa na Shetani. Mateso mengi, sikiliza, nataka nikwambie, yako magonjwa ambayo ni kwa sababu watu wameshindwa na nguvu za giza. Yako mateso katika ndoa, ni kwa sababu watu wameshindwa na nguvu za giza. Wako wapava wa mama wanateseka na ndoa, lakini chanzo ziko nguvu za giza zinazoleta ugomvi. Huko wao hawaelewi. Wako watoto wadogo tunaowapenda sana, lakini wengi wao unakuta na haribika. Nini kinasababisha? Ziko nguvu za giza. Unaposhinda nguvu za giza, unatoka kwenye mateso. Haijalishi ni magonjwa, haijalishi ni kukosa amani. Wako watu kila wakilala, wakiamka amani haipo kwenye familia. Kila siku ni ugomvi, kila siku ni matukano, kila siku amani haipo. Sikiliza, nataka nikwambie, Baba ameniambia leo hii atakutoa kwenye mateso. Unahitaji neno moja, kupandisha imani yako. Umwamini Bwana ili ushinde nguvu za giza. Tunaposhinda nguvu za giza, magonjwa yanakoma. Tunaposhinda nguvu za giza, mateso yanakoma. Tunaposhinda nguvu za giza, tunapozishinda, amani kwenye familia inapatikana. Watoto wetu wanafaulu. Wakati mwingine tunalia na watoto ya kwamba eti watoto wa kizazi hiki wamekuache, hawaelewi darasani imekuache. Kwa nini wanaharibika? Bado ni wadogo. Sikiliza, nataka nikwambie, yote ni nguvu za giza. Yote ni nguvu za giza. Musa alikaa kwenye mikono ya Farao, lakini pamoja na kuitwa mtoto wa binti Farao, alipokuwa mzee, alipokuwa mtu mzima, alikataa kuitwa mtoto wa Farao. Akaenda kujitambulisha kwa watu wake. Kwa nini? Musa aliamua kushinda nguvu za giza, kushinda ibada mbaya za Kimisri. Akasema ni heri akapata mateso pamoja na watoto wa Mungu. Kwa nini? Aliamua kushinda nguvu za giza. Jioni ya leo nataka nikwambie, unahitaji kushinda nguvu za giza ili utoke kwenye mateso. Inawezekana familia yenu kuna ugomvi mwingi sana, wanachinjana, wanauana. Jibu ni moja, msalaba wa Yesu ulioshinda nguvu za giza zote ili uwe salama. Unahitaji kuamini msalaba wa Yesu. Unahitaji kuamini msalaba wa Yesu. Bwana, viti na kuosio ya kwako, lakini cha ajabu, Wakristo wanapigana, watu wa duniani wanapigana vita
Hatujaambiwa duniani tuje kupigana. Na cha ajabu zaidi, Biblia imesema vita vyetu si juu ya damu na nyama, maana yake sio vya mwilini. Vita ni vya Bwana. Vita vyetu sisi ni juu ya falme na mamlaka, pamoja na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nataka nikwambie, nguvu ya Bwana iliyokuwapo kwenye jiwe la Daudi likampiga Goliathi, hiyo ndiyo nguvu aliyokuwa nayo Samsoni, ambayo kwa mfupa mmoja wa taya alipiga watu 1000. Sikiliza, nataka nikwambie, hiyo nguvu aliyokuwa nayo Samsoni, ambayo alienda kung'oa geti la mji. Sikiliza, nataka nikwambie, geti la mji lilikuwa ni geti moja la ajabu kubwa sana. Geti la mji maana yake ni sawa na kwamba geti ambayo likifunguliwa magari mengi yanapishana, lakini Samsoni aliling'oa akalibeba mabegani, na hiyo ndio nguvu ya Mungu. Je, nguvu ya Mungu niigeuze kuwa ngumi? Ningeigeuza kuwa ngumi, ikimpiga mtu ni moja tu anyanyuke, lakini hatupigani mwilini, maana ile nguvu inapigana rohoni, inapigana rohoni, inapigana rohoni, na vile vita ni vya Bwana. Hatupigani mwilini. Ukitaka kushinda nguvu za giza, lazima uokoke. Na unapookoka, maana yake unatenda haki, unaacha vita ya mwilini. Watu wengi wanapigana vita ya mwilini, ndio maana kuna mambo yamegoma. Sikiliza, nataka nikwambie, ukitaka Bwana kupiganie, kubali kuwa mjinga katika dunia hii. Kubali kuwa mjinga, kwa sababu kuna wakati watu watakufanyia visa, watakutukana, watakuchokoza, watakufanyia kila neno baya, wanachotaka ukasirike. Na Biblia inasema hasira inakaa vifuani mwa wapumbavu, na hasira haitendi haki ya Mungu, na hasira haitendi haki ya Mungu. Watu wamechokozwa kidogo tu. Unajua, unaweza ukamwona mtu ni mpole sana, ni mpole sana, ni mnyenyekevu, anakusalimia mpaka anakunja mikono, lakini ukitaka kujua yaliyomo ndani yake, sikuwa amemchokoza, sikuwa amemchokoza. Kuna mtu mmoja nilishangaa sana kule kwetu Kahama, Shinyanga. Ni mjomba wangu, alikuwa ni mpole sana, yana akikusalimia mpaka anaweka hivi na mikono kama anataka kutetemeka. Ni mpole. Kile nilishangaa, siku ameoa, wakaniambia mjomba wako kampiga sana mke wake. Nikasema ui, nini kilichomo ndani yake? Kuna watu wengi wanapigana vita ya mwilini, wengine wanajizuia tu, lakini moyoni amechukia, amekasirika, anasema huyu wanijui. Subiri wokovu ni uweke pembeni, nimshughulikie. Kama ni wamama wanakorofishana kwenye visima vya maji, ile zamani sisi walikuoga wanachota, na mpaka sasa hivi kwa sababu ni vijijini wanachota, wanasema subiri nikushughulikie. Anafungua na nguo yake, anajifunga kiunoni, anasema nikushughulikie. Sikiliza, ukiamua na ukitaka kumpa Yesu awe Bwana wa vita, hatupigani kwa vita ya mwilini. Hataki kuchokoza, hataki kutukana, hataki kutemea mate. Wewe nyamaza, maana vita ni vya Bwana.